Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Bwana, mataifa 28 sasa hivi hapo nchini Morocco, na siku ya jana michuano ya AFCON ilifunguliwa rasmi na wenyeji Morocco dhidi ya Komoro. Sasa kuna wachezaji wakubwa ambao wamefanya makubwa ama wanaendelea kufanya makubwa katika mabara mbalimbali ambayo yameendelea kisoka ulimwenguni, hususan ligi kuu nchini Uingereza, Syria, Ligi 1 na kadhalika. Sasa nimekuja hapa kukujuza baadhi ya wachezaji wakubwa ambao mpaka sasa hivi majina yao yanaendelea kusikika na wengine bado wanaendelea kukiputa, lakini hawajawahi kabisa kupata ama kuweza kuchukua taji hili kubwa kabisa kwa ngazi za vilabu barani Afrika kwa maana ya AFCON. Sasa kuna wachezaji kadhaa ambao leo hii nimeleta orodha yao hapa uwafahamu, usiwaone tu wanafanya makubwa, wengine wameshachukua paka ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa maana UEFA Champions League, lakini linapokuja swala la AFCON kwa wao limekuwa ni kizungumkuti. Wengine paka wamefikia hatua tayari wameshastaafu, lakini wameshindwa kuchukua taji hilo. Kwa kwanza kabisa tutaanza na nyota wa timu ya taifa ya Ivory Coast ambaye alifanya makubwa zaidi akiwa na kikosi cha Chelsea pamoja na Galatasaray. Uso mwingine ni Didier Drogba, miongoni mwa wachezaji ambao walicheza kwa mafanikio makubwa sana barani Ulaya, lakini wameshindwa ama ameshindwa kuchukua taji la AFCON. Ikumbukwe huyu pia ameshachukua paka ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na kikosi cha Chelsea, lakini linapokuja swala zima la michezo ama michuano ya AFCON ni kizungumkuti. Huyu ni Didier Drogba, jina kubwa barani Afrika, jina kubwa Ulaya, lakini ukimuuliza taji la AFCON anaweza asiwe na majibu. Lakini tukiacha mchezaji huyo Didier Drogba kutoka katika taifa la Ivory Coast, tunakwenda kwa nyota mwingine wa timu wa taifa ya Misri. Huyu mwingine kizazi cha Gen Z wanamfahamu vizuri kwa sasa, na kipiga katika timu ya Liverpool pale nchini Uingereza, Mohamed Salah. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na ubora mkubwa kabisa, huku akiwa na mafanikio makubwa barani Ulaya kwa maana akiwa na timu yake ya Liverpool amefanikiwa kuchukua ligi ya mabingwa barani Ulaya akiwa na Liverpool, lakini ukiacha hivyo ligi kuu soka nchini Uingereza. Lakini ukimuuliza swali kuhusu AFCON anaweza asikupe majibu, licha ya ukubwa mkubwa ambao uko nao, lakini hana AFCON. Labda msimu huu anaweza akavunja hiyo rekodi ambayo imekuwa ikimwandama. Huu ni miongoni mwa nyota wakubwa kabisa ambao wanacheza barani Ulaya, lakini hajaweza kuchukua AFCON. Lakini tunaweza kusema kwa Mohamed Salah bado nafasi yuko nao kwa sababu anaendelea kucheza na lolote linaweza likatokea muda wowote. Mchezo wa mpira wa miguu na sasa hivi ndio kwanza michuano hiyo imeanza. Tukiacha huyo mchezaji huyo Mohamed Salah, tunakwenda kwa mchezaji mwingine ambaye amefanya mengi makubwa. So mwingine ni Michael Essien. Huyu ni mchezaji katika taifa la Ghana, amefanya vitu vingi vikubwa, lakini ukimuuliza kuhusu AFCON anaweza asikupatie majibu. Amefanya makubwa sana akiwa na timu mbalimbali ikiwemo Chelsea pale nchini Uingereza, lakini ukimuuliza swali kuhusu AFCON anaweza asikupe majibu. Miongoni mwa wachezaji wakubwa ambao wameshafanya makubwa barani Ulaya, lakini ninapokuja swala la AFCON kwao ni kizungumkuti. Kumbukwe Ghana miongoni mwa mataifa makubwa kabisa ya soka barani Afrika, lakini swala la AFCON kwake Michael Essien limekuwa ni changamoto. Lakini tukiachana na Michael Essien, tunakwenda kwa nyota mwingine wa Gabon. So mwingine ni Aubameyang, wanamuita Pierre-Emerick Aubameyang, miongoni mwa wachezaji nyota kabisa ambao wamefanya mengi makubwa barani Ulaya, akicheza katika timu ya Borussia Dortmund pale, lakini akaja ndani ya kikosi cha FC Barcelona, akacheza kwa nyakati tofauti na vilabu vingine barani Ulaya. Lakini linapokuja swala la AFCON kwake pia ni swali ambalo limekosa majibu. Yes, ni swali ambalo limekosa majibu licha ya ubora mkubwa. Amefanya mengi makubwa katika ligi ya mabingwa barani Ulaya, amefunga magoli mengi, amefanya vitu vingi, lakini swala la AFCON kwake limekuwa ni changamoto. Tukiachana na Aubameyang, lakini pia yupo Emmanuel Adebayor, miongoni mwa nyota ambao wamefanya makubwa wa timu ya taifa ya Togo. Lakini linapokuja swala la
AFCON kwake ni changamoto. Ameshafanya makubwa akiwa na kikosi cha Manchester City, lakini pia Real Madrid, lakini linapokuja swala la AFCON kwake yeye limekuwa ni changamoto. Lakini ukiacha hivyo, sasa hivi ni nyota ambaye amekuwa akizungumzwa sana katika midomo ya watu, vilabu mbalimbali barani Ulaya vimehusishwa naye. Ameshakuwa mchezaji bora wa ligi kuu pale Serie A, so mwingine ni Victor Osimhen. Ni miongoni mwa nyota ambao kwa sasa wanaimbwa sana na wameshafanya makubwa katika ngazi ya vilabu, lakini linapokuja swala la AFCON kwake ni changamoto. Huyu ni nyota wa timu wa taifa ya Nigeria, na sasa karata yao nyingine ipo msimu huu pale nchini Morocco. Je, anaweza akabadilisha historia? Anaweza akabadilisha takwimu zake? Anaweza akaongeza kitu katika AFCON ya msimu huu? Ili ni swala ama ni jambo ambalo tunapaswa kulisubiri na tulione. Lakini ukiacha hivyo, kuna nyota mwingine ambaye ameshafanya makubwa na sasa ameamua kurudi zake barani Afrika kumaliza mpira wake. Huyu mwingine ni Hakim Ziyech, miongoni mwa wachezaji ambao wamefanya makubwa akiwa na kikosi cha Chelsea. Pia ni bingwa wa ligi ya mabingwa barani Ulaya kwa maana UEFA Champions League akiwa na Chelsea. Lakini linapokuja swala la AFCON akiwa na timu yake ya taifa ya Morocco, ni swali ambalo lilikosa majibu. Yes, amekosa kabisa taji hili kubwa la AFCON, licha ya kuwa na kiwango kizuri, akifanya vitu vingi, mambo mengi makubwa katika ligi barani Ulaya, lakini linapokuja swala la AFCON kwake limekosa majibu kabisa. Ukiachana na mchezaji huyo, kuna mchezaji mwingine ni Thomas Partey. Huyu ni miongoni mwa nyota ambaye amefanya vitu vingi vikubwa akiwa na kikosi cha Arsenal, the Gunners, lakini bila kusahau Atletico Madrid, miongoni mwa viungo wa shoka kabisa wa timu ya taifa ya Ghana. Lakini linapokuja swala kuhusu AFCON kwake linakuwa ni swali ambalo halina majibu. Ameshindwa kuchukua taji hili la AFCON kwa maana ubora mkubwa, amefanya vitu vingi kwa ngazi ya klabu, lakini lilipokuja swala la michuano ya AFCON kwake ni swali ambalo limekosa majibu. Lakini kuna nyota mwingine ambaye amecheza kwa mafanikio makubwa sana katika kikosi cha FC Barcelona, sio mwingine ni Alex Song, miongoni mwa wachezaji ambao wamekuwa na ubora mkubwa, lakini lilipokuja swala ambalo linahusu michezo ama kombe la AFCON kwake imekuwa ni changamoto kubwa mno. Ameshindwa kuchukua kabisa taji hilo, na ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza kwa mafanikio makubwa sana barani Ulaya. Lakini tutamaliza na mchezaji wa mwisho. Najua wachezaji wapo wengi sana. Leo nimekuja na wachezaji 10 peke yake ambao wamecheza vizuri kwa mafanikio makubwa sana barani Ulaya, lakini wamekosa kabisa kuchukua taji hilo la AFCON. Na mchezaji wetu kabisa nambari 10 sio mwingine ni Seydou Keita. Huyu ni mchezaji wa timu wa taifa ya Mali ambaye amefanya vizuri akiwa na kikosi cha FC Barcelona barani Ulaya, lakini ameshindwa kabisa kuchukua taji hilo la AFCON akiwa na kikosi chake cha Mali. Hawa ni baadhi tu ya wachezaji, lakini kuna wachezaji wengi ambao Gen Z naweza nikawataja hapa wasiwafahamu. Kina JJ Okocha pia ni miongoni mwa wachezaji ambao wamecheza kwa majina makubwa, wamecheza kwa mafanikio makubwa, lakini linapokuja swala la AFCON linakuwa ni changamoto. Hii inadhihirisha kwamba michuano ya AFCON ni miongoni mwa michuano ambayo ni migumu na ni mikubwa zaidi, ambayo inahusisha timu nyingi ambazo zinajipanga vizuri kwa niaba ya kushindana. Ukiangalia orodha ya hawa wachezaji ambao wameshindwa kabisa kuchukua taji hili, utagundua ni aina ya michuano design hipi. Kuna wachezaji ambao wana mataji zaidi ya moja ya ligi mbalimbali barani Ulaya, lakini lilipokuja swala la AFCON wameshindwa kufanya vizuri wakiwa na mataifa yao. Hii ndio AFCON. Jina langu Funga Meza Junior. Bye bye mpaka wakati mwingine. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.